Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutokana na semina yetu ya leo na kama tulivyojadili, hakuna tofauti ya mada. Nadhani mada nyingi ambazo tumejadili ni hizi ambazo zimezungumzwa, ila katika mada yetu sisi ya kwanza ilikuwa kwamba semina hii imekuja muda muafaka kutokana na jamii ama mazingira tunayoishi kwa sasa, kwa sababu tumeona kwamba tunapozungumza historia Bibi Zainabu, Imamu Hussein na maimamu wengine, kama Sheikh alivyosema, inabidi tuwe tunazungumza mada ambazo zinaendana katika jamii. Utamzungumza imamu hali ya kuwa wewe hujui tohara, hujui swala. Kwa hiyo hii semina imetupa mafunzo kwamba sio tunaposimama tu katika majlisi za mwezi wa Muharram kuzungumza, lazima kuna pointi nyingine pia ambazo tuwe tunazigusa ili jamii iweze kunufaika na kupata faida kutokana na haya tuliyoyasoma. Na namba 2 anasema mwanamke ana mchango mkubwa sana katika jamii. Pia tuliona kwamba asubuhi Sheikh alivyosema kwamba hata ukiangalia katika darasa, hata sisi kule vijijini ambako tuko, darasa za waumini wa kike na wa kiume ni tofauti sana. Wanawake wanakuwa ni wengi na wanapokea mchango kwa umoja kuliko wanaume wanavyoweka majukumu yao. Kwa hiyo sisi pia kama wakina mama tunao mchango mkubwa katika jamii, kama vile tunavyoambiwa ukimwelimisha mwanamke mmoja ni sawasawa umeielimisha jamii nzima, hususani katika sisi wanawake. Wewe kama mwanamke wa Kiislamu, kuna yale mambo tunasema unyago. Sawa jamani, mtoto anapokuwa anapelekwa kwa bibi yake, zile anazoenda kusoma na masala ya dini ni vitu viwili tofauti. Lakini kama wewe mama umesoma na unajua dini inasema nini, itakuwa wewe ni rahisi kumwelekeza mtoto wako. Huna haja kumpeleka kule akafanye hivi sijui akafundwe akafanye nini. Ndio pale watoto wanapotumbukia katika mazingira magumu hali ya kuwa bado ni wadogo, kwa sababu wanavyofundishwa na dini inavyosema ni vitu viwili tofauti. Ama mada ya 3 anasema tuchunge mapambo yasiwe sababu ya kuvua hijabu zetu. Sawa jamani, haya mapambo kama dada alivyosema, katika mtandao kuna dada huwa alikuwa anamzungumzia Bibi Zainabu, lakini jinsi anavyoeleza tukio la Bibi Zainabu na jinsi yeye mwenyewe alivyokuwa ni vitu viwili tofauti. Mfano, unakuja kuzungumza Muharram, umevaa mapete, umevaa magauni ya kumeremeta, hata wale wanaokusikiliza watakuwa upokeji wao ni mdogo. Kwa hiyo lazima tuchunge mapambo yetu, kwa sababu dunia sasa hivi tunayokwenda nayo ni dunia tata. Sawa jamani, kuchunga hijabu, tuchunge mapambo yetu ili tusije tukavua hijabu zetu. Ama namba 4 anasema kila jambo tunapoanza na kumaliza jambo hilo tumtangulize na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni katika kheri ama ni katika shari, kwani tumeambiwa subira ndio kila kitu. Usitaki Mwenyezi Mungu akupe tu, na mtihani pia unapopewa unatakiwa ufanye upokee mtihani huo. Ama namba ya mwisho anasema ni kuwa na subira katika jambo la tablighi, kwa sababu kazi ya tablighi jamani ni ngumu sana, na sisi wenyewe tunaona shuleni mtoto anaamka 12 kasoro, amebeba begi limetimia kila kitu, anawahi namba, na sisi watoto sisi wazazi ndio tunapaki mabegi ya watoto wetu, unapiga pasi unampigia na akili viatu. Lakini njoo katika masala za kidini, kanzu inampasuo. Ukiangalia kofia, yani kofia iko waru, kwa maana kwamba dini haifanye haithamini. Kwa hiyo wewe kama mwalimu au kama mfikishaji inatakiwa uwe na subira. Umeona, kutokana na lile utamweleza mzazi na mtoto mwenye sio unachukulia hasira kuanza kupiga sijui kufanya nini, kwa sababu utakapofanya vile utakuwa umebomoa, na lengo ni kufanya ni kutekeleza. Kwa sababu tunavyoona hata sisi wenyewe tulivyokuwa tumezoea mashehe kanzu zao zina viraka, unajua kweli huyu ndio shekhe. Lakini zile zama sasa hivi zimepita, unaweza ukakaa na shekhe amepiga suti, amepiga mkuki kumoyo na tai huwezi kumjua kama huyu ni shekhe. Zama zinafanya
zinabadilika. Kwa hiyo hii kazi ya tablighi jamani ni ngumu na inahitaji subira na uvumilivu, na pia vile vile tunaambiwa kwamba unapofanya hii kazi usifanye kwa ajili ya kujionyesha ama kwa maslahi ya jambo jingine, isipokuwa unafanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaona hata wenzetu Masuni, bora sisi Mashia at least tunalipwa mshahara kidogo, lakini unamkuta Sheikh anafundisha kwa wiki kwa mtoto ada 500. Umeona? Lakini kwa sababu anasimamia jambo la Mwenyezi Mungu, anakuwa na nini? Na subira. Lakini wewe ukipiga mahesabu, hela anayopata yule Sheikh, chumba chenyewe kinatakiwa 20,000. Ana mke, ana watoto, lakini kwa sababu anasema anafanya kwa ajili ya Allah, basi inabidi kuwa na nini? Na subira. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad.